Na mkulima wa nyanya, karibu katika chaneli yetu. Leo nataka nikueleze namna gani unaweza ukatunza nyanya yako kwenye greenhouse. Kwanza kabisa, huduma za kwanza ni maji, huduma ya pili ni mbolea, huduma ya tatu ni uondoaji wa magugu, lakini kuna huduma zingine kadhaa ambazo ni muhimu sana nataka nikueleze. Huduma ya kwanza ni kufungia. Kufungia ni muhimu sana kwa sababu itakuondolea nyanya yako, itakuepusha nyanya yako kugusa ardhi. Nyanya inapogusa udongo, manake inakuwa rahisi sana kupata magonjwa. Hivyo unapoifungia, manake unaiepusha na changamoto hizo. Manake majani mengi yanakuwa juu, hivyo si rahisi kugusa au kuingiliana na bakteria au fungus. Kuna vimelea vingi sana hapa kwenye udongo. Hivyo vinapokuwepo, majani vinapogusana na majani, manake ni rahisi sana kupata kuruka na kwenda kuzaliana kwenye mmea wako, na hivyo kuathiri baadaye. Kwa hiyo unapofungia, unauepusha na magonjwa kama hayo. Mara nyingi kwenye greenhouse tunalima variety ya nyanya aina indeterminate. Hii ni variety ndefu ambayo utavuna season after season. Namna ya kufungia, kwanza kabisa huwa tunaruhusu shina moja likue, na ndipo sasa kamba yetu itakayohitajika ni moja. Utatafuta kamba nzuri imara, utakata kwa urefu angalau wa kuanzia mita 4. Hivyo utaifunga juu kwenye kishikizo ambacho unaweza ukatumia nyaya kwa juu, lakini kwa chini utaifunga kwenye shina. Ukitaka ifanye vizuri utatakiwa kuwahi mapema. Ukishafunga na baadaye utaanza kuiviringisha nyanya yako kwenye hiyo kamba, na hivyo kadri inavyokuwa unakuwa unapita mara kwa mara kuiviringisha ili iweze kufuata hiyo kamba, ikue katika uelekeo wa kufuata kamba. Kwenye kufungia nyanya tunahitaji nguzo, tunahitaji pia sehemu ya kufunga kwa juu. Kulingana na greenhouse yetu kuna nyaya ambazo tutafungia kwa juu. Sasa kilichohitajika ni kamba. Ukiwa na kamba kama hii, utakata kamba yako yenye urefu usiopungua mita 4 au 3.5. Usikate fupi kwa sababu inaweza kuharibu mmea wako. Na unatakiwa kuwahi kufungia ili mradi ukishafunga kamba yako basi uwe na urahisi wa kwenda unazungushia nyanya. Maana yake kazi yako itabaki ni kwenda unaizungushia nyanya. Nitakuonyesha namna ya kwanza ya kufungia nyanya kama ifuatavyo. Utashika kamba yako kama hivi ilivyo. Kuna hichi kipisi kidogo, lakini kuna hii ndefu. Baada ya kuishika hivi, utaenda kwenye shina kuu la nyanya. Utaenda kuzungusha kwenye shina hivi, na baada ya kuzungusha utakuja upitishe kamba yako hapa. Na najaribishia hiki kidole ndo nyanya. Unatoa kamba zako zote, ile fupi na kile kidogo. Kisha una tight hivi na utaenda kufunga juu. Namna ya pili, utashika kamba yako hivi, utafunga fundo, utaachia kipisi kidogo, lakini baada ya hapo utafunga kamba yako kwa hapa, na baada ya kufunga sasa kamba yako itakuwa na muonekano kama huu. Hapa ndipo shina litakapo kuwepo. Na hii utafunga fundo hili na kwenda kuizungusha hii kamba, na utafunga sasa kwenye sehemu iliyobaki hii ndefu kama unavyoona. Wakati huo shina lipo hapa katikati. Huduma ya pili tunaoifanya ni kuondolea majani ya chini. Majani ya chini ni muhimu sana kuyaondoa ili kuepusha vimelea vya magonjwa kuvamia, kwa sababu majani haya mara zote huwa yamezeeka, hivyo ni rahisi sana kuvamiwa na magonjwa. Hivyo unapoyaondoa, maana yake cha kwanza unazuia mmea kupata magonjwa hasa ya fungus, lakini vile vile unaupa mmea uwezo wa kuingiza hewa vizuri. Unaweza kayaondoa majani ya kwanza chini mapema, au unaweza kusubiri nyanya inapokomaa. Unaangalia majani ya chini yanaweza kama 3 au 4 kutoka nyanya cluster ya kwanza ya nyanya ya chini. Utayaondoa kama ifuatavyo. Utakata majani yote, unaweza kutumia mkasi au unaweza kutumia kuna vimsumeno vidogo,
tumia kukata. Hivi ni rahisi sana kuvipata maduka ya, unaweza ukaenda hardware ukavipata. Ni rahisi sana pia kuvitumia misumeno hii. Sasa utakachokifanya utakata chini kwenye majani kama unavyoona hapa. Utakata jani la hili na hili na hili, lakini baadaye hili hapa la chini utaacha moja kwenye cluster. Jani la chini linalo kutoka kwenye cluster, jani la chini kutoka kwenye cluster linatakiwa liachwe, na jani la juu kwenye cluster usije ukalikata. La chini utakachotakiwa kukifanya ni kulipunguzia tu kidogo kwa mbele, ili kulizuia kuinama hadi kufikia hatua ya kugusa kwenye udongo. Ukifanya hivyo, maana yake utakuwa mmea wako umeutunza vizuri. Jambo lingine ambalo ni muhimu sana kulifanya ni kupollinate. Tunafahamu kwenye greenhouse uwezekano wa upepo ni mgumu, nyuki si rahisi, hivyo unahitaji kupollinate kwa njia ya mkono. Kupollinate inamaanisha ni kuchavusha. Tunatumia manyo. Unaweza ukachavusha kwa kutikisa kamba. Kamba kama hivi, utatikisa hii kamba, na hivyo unapotikisa maana yake una shake lile lile ua, linaweza pollen zile za kiume na za kike zinaweza kukutana sasa na kuchavusha. Njia nyingine unaweza ukatumia njia ya kugonga. Unachukua mti mzuri, unagonga kwenye nyaya juu, hivyo inatikisa nyanya zako, na hivyo basi unakuwa umechavusha kama upepo tu unavyochafusha. Utagonga kuanzia mwanzo hadi mwisho wa tuta mdogo mdogo, na muda wa sahihi unaweza ukagonga saa 3, angalau tunashauri mara 2 kwa siku. Kwa hiyo utagonga kwenye saa 3, utagonga pia kwenye muda wa saa 5. Huduma nyingine muhimu sana ambayo tunaifanya humu kama nilivyokuambia ni kuondolea magugu kwa chini. Utayang'oa, utatumia jembe, kwa sababu bahati nzuri kwenye greenhouse huwa tunatumia pia polyethylene plastic sheets hizi. Hizi plastic sheet ni muhimu sana, zinazuia magugu. Hivyo utakachobaki nacho ni magugu ambayo yanaota moja kwa moja kwenye sehemu uliyotoboa ambako ndio mmea umeupanda, na kwenye katikati ya matuta yako. Kwa hiyo ni rahisi ukitumia hizi plastic sheet au mulch, itakusaidia sana. Huduma nyingine ambayo unatakiwa kuifanya ni kuondolea machipukizi kwa maana ya suckers. Suckers hizi zipo za aina mbili. Kuna zile zinazoota katikati ya tawi la nyanya. Tunafahamu hili ni tawi na hii ni majani. Sasa katikati ya hili tawi hapa ndipo machipukizi huwa yanaota, yanatakiwa yaondoke. Lakini kuna machipukizi mengine ambayo yanaota mbele ya maua, kwenye maua kama hili ni chipukizi ambalo limeota mbele ya maua. Haya yote yanatakiwa yaondoke. Na kama nyanya yako na nyanya nyingi, maana yake nyanya zile za mwisho unaweza kuziondoa pia. Machipukizi hayo unapoyaondoa yanaongeza uwezo wa mmea kupeleka virutubisho sehemu chache, na hivyo matunda mengi yatatungwa, kwa sababu machipukizi yakiwepo mengi huwa yanaongeza ushindani kwenye vyakula pamoja na maji, lakini vile vile inaongeza giza. Kwa hiyo hewa unakuta haipiti, dawa ukipulizia unakuta haipiti vizuri. Kwa hiyo yanatakiwa yaondoke kwa mara. Kwa wiki angalau unatakiwa uondoe machipukizi mara 3. Hivyo usiyaruhusu yakawa manene yatakupa shida, kwa sababu unaweza pia ukaustress hata mmea unapoyaondoa, au ukauchuna, maana yake inakuwa rahisi hata magonjwa kuingia. Kwa hiyo unatakiwa yaondoe mapema kabisa yakiwa bado madogo. Kitu kingine cha msingi sana ni scouting. Unatakiwa ufanye scouting mara kwa mara, na sio mara kwa mara tu, ikiwezekana kila siku inatakiwa uingie shambani na ufanye scouting, na uandae program nzuri ya dawa. Program nzuri ya dawa huwa tunashauri angalau sipite siku 14 hujapiga dawa. Huu ni muda mzuri sana ambao utakufanya mmea wako iwe na afya nzuri. Na unapopita sasa kufanya scout ni mara kwa mara, manake kama kuna tatizo basi itakulazimu upunguze interval hii ya kupiga sumu za wadudu pamoja na fungus. Kikubwa usitumie dawa ya kiambata aina moja kwa muda mrefu, kwa interval, kwa kujirudia. Inabidi ubadilishe viambata ili kuondoa ule uwezekano wa wadudu au magonjwa kuwa na resistance kwenye kemikali yako, yani kuwa sugu. Huduma hii ni muhimu sana.
kwa sababu inakufanya uweze kufahamu nini kinachoendelea shambani mwako. Unaweza ukajikuta umevamiwa na wadudu hufahamu kwa sababu hufanyi scouting. Kwa scouting ni muhimu sana. Hapa sisi tunatumia fertigation kwenye ulishaji. Kama unatumia fertigation, maana yake program ya mbolea kikubwa inatakiwa ifuate hatua za mmea, za ukuaji wa mmea. Kama ni kwa ajili ya kupandia, kwa maana ya ukuaji wa awali wa mizizi, utatumia zenye phosphorus nyingi, lakini wakati wa kukuzia maana yake utatumia zenye nitrogen nyingi. Na wakati wa matunda zenye potassium, lakini vile vile usisahau calcium pamoja na boron. Hivi ni virutubisho muhimu sana. Potassium inakusaidia kuongeza maua mengi. Calcium inaboresha matunda yanayotungwa yasiwe na maumbo ambayo hayaeleweki. Lakini boron pia inasaidia zile pollen kugerminate, kwa maana ya kujichavusha na zingine. Kwa hiyo na majike na dume yanajichavusha kwa uzuri zaidi, kwa sababu boron inaziwezesha kuwa imara zaidi. Kwa hiyo unapotumia mbolea zenye kirutubisho hiki, unakuwa unaepukana na matatizo kama vile kukauka kwa maua kabla tunda halijatungwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu hatua za ukuaji wa mmea. Huduma nyingine muhimu ambayo huwa tunaifanya kwenye nyanya aina hii ya determinate, kwa sababu tumeifunga juu inakuwa kuelekea juu. Sasa huwa inafikia hatua inakuwa imerefuka sana. Kwa hiyo kunakuwa kuna changamoto ya kupiga sumu za wadudu pamoja na za fungus. Hivyo hata huduma zingine pia inakuwa ni ngumu. Huwa inatakiwa sasa ishushwe chini. Unafungua kamba, unashusha na unakuwa unaielekeza katika uelekeo. Kama ni kwenda hivi, basi zinalalia kule, unaielekeza katika namna nzuri, ili mradi kuwezesha mmea basi kuhudumiwa vizuri, ikiwemo hii ya upigaji wa sumu za wadudu pamoja na fungus. Huduma zingine ni za kawaida, zipo, tutaendelea kushare, tutaendelea kukuletea kadha wa kadha, mambo kadha wa kadha ambayo ni muhimu sana kuyafahamu wewe kama mkulima wa nyanya. Karibu sana katika chaneli yetu.